Na hujambo mtazamaji mahali popote pale ulipo asubuhi hii ya leo, na imani ya kwamba ubuheri wa afya. Sijui kama umeamka na upande upi, wa kushoto wa kulia, maana wanasema upande ulioamka nao basi utatengeneza siku yako, kama itakuwa siku ya mikosi ama kama itakuwa siku ya furaha. Lakini yote tisa, tushukuru Mungu kwa kuona siku nyingine. Langu jina ni Kamchemenza. Niruhusu nikujuze mawili matatu kwenye taarifa zetu, alafu nitakuwa ni mwenye kupisha usukani mzima kwa wenzangu wanakuzacha. Moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto amesema yupo tayari kufanya kazi na viongozi kutoka mirengo yote ya kisiasa ili kuisitisha uhasama na migawanyiko ya kisiasa humu nchini. Kiongozi wa taifa pia aliwasihi viongozi kuiga mfano wa aliyekuwa Waziri Mkuu Raila Odinga, ambaye ameweka kando maslahi yake kwa ajili ya manufaa ya taifa hili. Giverson Maina anatuarifu zaidi. Katika siku ya 4 ya ziara yake katika kaunti ya Nairobi, Rais William Ruto alizuru maeneo bunge ya Lang'ata na Kibra. Anaifungua bamba ya maonyesho, makofi mazuri. Katika eneo bunge la Lang'ata, rais alizindua mpango wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, ambapo nyumba 15,000 zinatarajiwa kujengwa kabla ya kuzuru chuo cha mafunzo ya kiufundi cha Lang'ata na shule ya upili ya Booth. Katika eneo bunge la Kibra, rais alizuru shule ya msingi ya Ayani, ambapo walisaidiana kuwapakulia wanafunzi chakula kabla ya kuzuru chuo cha Kibra Technical. Ziara ya Rais Ruto ya siku ya Alhamisi jijini Nairobi ikifikia kilele kwa mkutano katika uwanja wa DCC Kibra, ambapo waliwashukuru wafuasi wa Raila Odinga kwa kuunga mkono mkataba uliotiwa saini hivi majuzi kati ya chama cha UDA na ODM. Mimi na Mheshimiwa Raila Odinga tumekubaliana. Tumesema ya kwamba hakuna jamii ambayo imeweka application kuwa wageni hapa Kenya. Hakuna jamii ambayo ni wakimbizi katika taifa letu. Hakuna jamii ambayo ni wageni katika taifa letu la Kenya. Sisi tuko nyuma yenu kuunganisha Kenya. Nairobi hatujui mambo ya ukabila. Shida ya Mkikuyu ni sawa na shida ya Mjaluo, ni sawa na shida ya Mkisii, ya Msomali, ya Mnubi. We will remain united behind you and Baba Raila Amolo Odinga. Sisi kama wanachama ODM tuko nyuma yako na tutatembea na wewe hadi tuende mahali tunafika. Ukitembea na Raila Amolo Odinga, sisi ni wafuasi wa Odinga, sisi ni wafuasi wako. Kiongozi wa taifa akimwagiza waziri wa kawi Opiyo Wandayi kuhakikisha kuwa taa za barabarani za Kibra zinawaka. Tutatangaza karandasi ya kuweka street lights katika hii Kibra Drive yote mpaka Bombolulu Road. Katika ziara yake ya siku ya 4 katika kaunti ya Nairobi, akizuru maeneo ya Lang'ata na Kibra, Rais William Ruto ametetea uhusiano wake wa kisiasa na Raila Odinga, akisema utaleta uwiano nchini. Giverson Maina, Kibra, Nairobi. Na sekta ya maji na usafi wa mazingira imepoteza zaidi ya shilingi bilioni 19 ambazo zimeelekezwa kwa mipango mingine ya serikali kwenye makadirio ya bajeti ya ziada ya mwaka wa kifedha wa 2024-2025 iliyoidhinishwa na bunge la kitaifa. Sekta ya kawi pia ni miongoni mwa zile ambazo bajeti yao imepunguzwa kwa shilingi bilioni 6.8. Bunge limeidhinisha ongezeko la jumla ya zaidi ya shilingi bilioni 113 katika bajeti ya mwaka wa kifedha wa 2024-2025. Kenya imeongeza bajeti yake ya fedha ya mwaka 2024 mwaka 2025 kwa shilingi bilioni 100.3 kwa shilingi bilioni 113.7 ili kukidhi matumizi ya serikali, bunge na mahakama. Approve an overall increase in the total budget for the financial year 2024-2025 by Kenya shillings 113,797,235,344 in meeting the expenditure for the National Executive, Parliament and the Judiciary during the year ending 30th June 2025 in respect of the votes as contained in the schedule. As many of the opinions say aye, as many of the opinions say nay. Katika mgao huo, sekta ya maji na usafi wa mazingira imepoteza zaidi ya shilingi bilioni 19, sekta ya nishati shilingi bilioni 6.8. Arise to support the reduction and also note the increase of 350 million for electrification of public facilities
and the other increase of 100 million for the installation of transformers in constituencies. This is an item which is long overdue, and I hope once we pass this budget, they'll go with speed to provide those transformers and providing electricity to schools. Na bajeti ya mifugo pia imepungua kwa shilingi bilioni 1.8. Mgao wa tume huru ya uchaguzi nchini pia umepunguzwa kwa shilingi milioni 120. Misitu pia imepoteza shilingi milioni 302. Wakati sekta mbalimbali zilipata mgao wa ziada, wabunge walielezea wasiwasi wakisema kwamba ongezeko hilo ni kubwa na halipaswi kuwa katika nyongeza bali katika makadirio ya kila mwaka ili kushughulikia dharura. And that the presidency gives a good example in terms of use of public resources. Because what I'm seeing is this office, Honorable Speaker, the presidency is actually getting a lot of increase, while very critical areas, as we'll be seeing as we go down, you see they are not getting increases. So I think they need to balance, because we know what the president does. Wakati huo, maseneta wameshinikiza kuongezwa kwa ufadhili wa kaunti, wakiteta kuwa mgao uliopendekezwa katika taarifa ya sera ya bajeti ya mwaka 2025 hautoshi kushughulikia majukumu yaliyogatuliwa. Has recommended setting aside 13.9 billion from the expected collection of RMLF for financial year 2025-2026 and a proportionate amount as a share of the 175 billion to be able to also facilitate county governments. Katika ripoti hiyo, kamati ya fedha ya Seneti imependekeza kuwa mgao wa usawa wa kaunti wa mwaka 2025 mwaka 2026 uongezwe hadi shilingi bilioni 465 kutoka kwa shilingi bilioni 387 zilizotengwa mwaka uliopita. Nao walimu 76,765 wameajiriwa na kupelekwa kwa shule za msingi ili kufanikisha utekelezaji wa mfumo mpya wa elimu na kuwaelekeza wanafunzi katika uchaguzi wa taaluma zifaazo. Tume ya walimu humu nchini inatoa wito wa mafunzo ya kitaaluma kwa walimu wanaotatizika katika kufundisha baadhi ya masomo ya mfumo huo. Wakizungumza wakati wa mdahalo wa kaunti kuhusu mageuzi sekta ya elimu, ambapo mwongozo wa mpito wa wanafunzi wa gredi ya 9 hadi shule ya upili ulizinduliwa, waziri wa elimu Julius Ogamba alisisitiza haja ya ushirikiano kati ya walimu, wazazi na wanafunzi wanapochagua taaluma watakazosomea. Miaka 9 tangu kuanzishwa kwa mfumo wa elimu ya umilisi CBC na changamoto bado zinadhihirika. Kwenye kikao cha mdahalo wa kaunti kuhusu mageuzi ya sekta ya elimu, tume ya walimu ilisifia hatua ya serikali ya kuajiri walimu zaidi kufanikisha mfumo huo na pia kutoa changamoto zinazowakabili. The Commission has recruited and deployed primary and junior teachers to implement the competence-based curriculum, and currently we have 76,765 teachers recruited and posted to junior schools. That there are certain subjects or learning areas that require a combination of efforts of different teachers, not what they were just trained on. And one that they have specifically identified is creative arts and sports. Huku wanafunzi wa grade ya 9 wakitarajiwa kujiunga na shule upili, waziri wa elimu Julius Ogamba amewataka wazazi kushirikiana na walimu kuelekeza watoto wao katika kuchagua taaluma. System. There was a lot of mix up, especially when career choices, when students come to career choices. You'll find that somebody has done a degree or something, and then they say this was done for my parents. Now this curriculum-based education is establishing clear paths. Ogamba alisema serikali iko radhi kuajiri walimu zaidi na kuhamasisha wazazi jinsi ya kuelekeza watoto wao. Education commits to do the following. We'll continue strengthening the teacher workforce, particularly in the STEM and technical subjects, to ensure that every learner gets the attention they deserve. We will work with stakeholders including the NGCDF and development partners to expand classroom capacity,
build laboratories and enhance ICT integration in schools. Chini ya mfumo huo, wanafunzi wa gredi ya 9 wanapaswa kuchagua moja ya taaluma 3 ambazo ni sanaa na michezo, sayansi ya jamii, teknolojia, uhandisi na hisabati STEM. Baada ya mtihani wa tathmini ya elimu ya shule za msingi, wanafunzi watajiunga na shule za upili kulingana na taaluma wanazochagua na kusoma masomo 7 ambapo 4 yatakuwa ya lazima. Masomo hayo ni lugha, elimu ya mazoezi ya viungo, huduma ya jamii na ujuzi wa kujifunza teknolojia, habari na mawasiliano. Haya mtazamaji, tukiachana na hayo tuangazie mengine ambapo mashirika ya kijamii yametoa wito wa marekebisho ya sheria zilizoko ili kujumuisha kipengee cha swala la mauaji ya wanawake wakati wa visa vya dhulma za kijinsia vikiongezeka humu nchini. Kwenye mkutano wa mashauriano ulioandaliwa hapo jana katika kaunti ya Nairobi, mashirika hayo yalitaja umuhimu wa kubuniwa kwa dharura kwa sheria ya kukabiliana na mauaji ya wanawake, yakisema sheria zilizopo hazishughulikii kikamilifu uhalifu huo. Katika miaka ya hivi punde, Kenya imeshuhudia ongezeko la visa vya mauaji ya wanawake. Kuanzia mwaka wa 2016, takriban wanawake 500 pamoja na wasichana wameuawa humu nchini. Shirika la takwimu la Africa Data Hub limesema haya yanajiri licha ya jitihada za kuzuia dhulma za kijinsia. Mashirika ya kijamii sasa yanasema sheria zilizopo kama vile sheria kuhusu dhulma za kimapenzi haziwezi kukabiliana na swala hilo. Maybe femicide could have started from a domestic violence, and if you find that a woman is killed, maybe the woman was raped, she was also assaulted, and then she was killed. So there are like 3 counts there. So how can we have a clause that caters for all that and ensure that we are having a very strong law and also a very strong, very harsh penalty for the perpetrators of femicide? Mashirika hayo yametaka kufanywa kwa kampeni za uhamasishaji ili kuwafahamisha wananchi kuhusu sheria hizo. I'll give an example of the Protection Against Domestic Violence Act, which broadens the scope of what a domestic relationship is and the safeguards that exist in that the Protection Against Domestic Violence Act and how somebody can seek restraining orders. So a lot of people are not aware. The law is that, but people are not aware. And this hampers implementation and even impedes the safeguards that are being provided by law. And to the best of my ability. Makubaliano yaliyoafikiwa kwenye mkutano huo yatakabidhiwa jopo lililoteuliwa na Rais William Ruto miongoni mwa mashirika mengine yanayofanya uchunguzi kuhusu kinachosababisha mauaji ya wanawake na njia za kuzuia uovu huo. Na Kenya hapo jana iliadhimisha siku ya figo duniani ikilenga kuongeza ufahamu kuhusu afya ya figo na hitaji muhimu la upandikizaji wa figo. Tukio hilo limeibua wito wa maendeleo ya haraka katika kukamilishwa kwa mswada wa huduma ya upandikizaji nchini ambao ungefungua njia ya upandikizaji wa figo kwa kutumia viungo vya watu waliofariki. Haya yanajiri huku mamlaka za afya nchini zikipongezwa kwa juhudi zao hasa katika kuboresha huduma za baada ya upasuaji kwa wagonjwa waliopandikizwa figo. Katika siku ya figo duniani, wataalamu na washikadau katika sekta ya afya walikusanyika katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ili kujadili umuhimu wa afya ya figo. Humu nchini watu wapatao milioni 4.7 wanaugua ugonjwa sugu wa figo kulingana na Dr. Catherine Nyongesa ambaye ni mkurugenzi wa huduma za matibabu katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta. If policy inaction is not reversed now, chronic kidney disease will be the 5th leading cause of years of life lost in 2040. We are encouraged to lead a healthy lifestyle, access to clean water, exercise and healthy diet. Wale wanaogua ugonjwa wa figo hasa watoto waliomba msaada zaidi. The moment that I was diagnosed with kidney disease and I was put on dialysis, having to come for dialysis treatment twice weekly and also balancing between my studies and my health, that was really quite a challenge for me.
Aliipongeza serikali kwa kuongeza huduma ya kuwatunza wagonjwa waliopandikizwa figo katika mamlaka ya afya ya jamii SHA na kuongeza idadi ya wagonjwa wanaohitajika kupata huduma ya kusafisha figo. Over the last 10 years, the number of people on regular hemodialysis has increased more than tenfold, from 300 to more than 7,000 presently. This is largely attributable to the important role that SHIF and SHA is playing in reimbursing the costs of dialysis. Na kwenye safu ya biashara ni kwamba ipo haja ya kuianisha mafunzo yanayotolewa kwenye taasisi za elimu ya juu humu nchini na viwango vya kimataifa ili kuwawezesha wanafunzi kunufaika na nafasi za ajira ughaibuni. Katibu katika Wizara ya Maji na Usafi Julius Korir amehimiza taasisi hizo kujumuisha masomo ya darasani na ujuzi wa kikazi ili kuwapa Wakenya ujuzi utakaowawezesha kushindania nafasi za kazi zilizopo katika uwanja wa kimataifa. Taarifa hii na nyingine zaidi ni kwenye kitengo cha kapu la biashara. Katibu katika Wizara ya Maji na Usafi Julius Korir alikuwa katika taasisi ya kitaifa ya maji kwa maonesho ya kwanza ya ajira zinazopatikana katika sekta hiyo. Korir alikariri haja ya taasisi za elimu ya juu humu nchini kuwianisha mafunzo wanayotoa na viwango vya kimataifa ili kuwaweka Wakenya kwenye nafasi ya kushindania fursa zinazochipuka katika uwanda wa kimataifa. There is an opportunity. A Kenyan will be given the job. Why? Because of our attitude to work. So we are working through the management to adjust our training to also enhance that, to help our students or our graduates be able to fit into the world market. Kwingineko, maeneo 78 ambayo awali hayakuwa yameunganishwa na mtandao wa interneti sasa yatafurahia muundombinu wa kuwezesha mawasiliano ya simu wa kima cha shilingi bilioni 1.2 kwa hisani ya ufadhili wa halmashauri ya mawasiliano kupitia hazina ya huduma za mtandao. Naibu mkurugenzi wa hazina hiyo Paul Kiage aliyekuwa mjini Narok alisema shilingi bilioni 1.8 zaidi zimetengwa kuweka muundombinu wa mawasiliano ya simu katika maeneo mengine 68 katika awamu ijayo. We are going to cover 22 sublocations within Narok County, but in the entire country we are doing 313 sublocations at a cost of 3.61 billion. So these are the projects which the authority has been doing, particularly targeting sublocations which are considered to be unserved or underserved. Na hatimaye, ripoti ya kifedha ya mwezi Machi iliyotolewa na kampuni ya mikopo ya Tala Kenya inaashiria kwamba Wakenya walioajiriwa wamepunguza uwekezaji katika mbinu mbadala za kujipatia tija kutokana na uhaba wa fedha. Ripoti hiyo inasema kuwa idadi ya Wakenya walio na chanzo mbadala cha kipato imepungua hadi 20% ikilinganishwa na 35% mwaka mmoja uliopita kutokana na ongezeko la gharama ya maisha. Financial stability and health is top of mind for Kenyans. So they're thinking about it as, hey, I'm having issues today. What are the different actions I can take to make sure I'm more financially healthy and stable down the line? Michezoni ni kwamba waziri wa michezo Salim Mvurya alifanya ukaguzi mwingine wa viwanja, mara hii akiukagua uwanja wa Kirigiti ulioko kaunti ya Kiambu. Ziara hiyo ya Mvurya iliashiria kufunguliwa rasmi kwa milango ya uwanja huo baada ya zaidi ya mwaka mmoja, licha ya kuwa 80% ya ukarabati ulikuwa umekamilika na sehemu zilizosalia zitakamilishwa kwa muda wa takriban miezi miwili. Kukamilishwa kwa ukarabati wa uwanja wa Kirigiti katika kaunti ya Kiambu kunatarajiwa kabla mwezi Septemba mwaka huu, baada ya serikali kukamilisha malipo yaliyokuwa yamesalia kukamilisha ukarabati wa uwanja huo uliokuwa umefungwa kwa zaidi ya mwaka mmoja. First of all, we are very happy that most of the key sections have been done very well. The changing rooms, the VVIPs, the canopies and the terraces. You can also see this is a lot of good work that has gone on. But as government, we are concerned that this has taken too long without operationalization.
Uwanja huo ulikuwa umefungwa lakini ulifunguliwa leo baada ya waziri wa michezo Salim Mvurya pamoja na katibu wake Peter Tum na gavana wa Kiambu Kimani Wamatangi kusuluhisha mzozo uliopelekea uwanja huo kufungwa. What we have agreed from today is that the Sports Kenya will gain access, the county government will gain access because we need to do the field to FIFA and CAF standards. And that is work which should begin any time from next week. We'll have a team that will be coming here to ensure that they do the landscaping, they do the required grass, and they work together with the contractor to make sure that the grass is properly irrigated. Ukaguzi huo unajiri juma moja baada ya ukaguzi wa uwanja wa Raila Odinga huko Homa Bay juma lililopita. Katika jitihada za serikali za kukarabati viwanja vya michezo humu nchini, ndiposa talanta zilizoko zikuzwe. It is mistaken. People think that Kiambu people are only business people, that we are only interested in money and pesa. We also sport a lot. We have some of the most recognizable teams. We have teams that play in the National League from Kiambu, here in Thika, here in also in Kiambu, and definitely those are going to be some of our beneficiaries. Uwanja wa Kirigiti ungali haujawekwa viti na pia sehemu ya kuchezea inapaswa kupewa muda. This specific one we are concentrating on it because it has been taken as a training ground for CHAN in August. And that is why the grass must grow, and that is why the contractor must be off-site, out of sight, for us now to be able to prepare it for that competition. Mapema leo waziri Mvurya alikutana na naibu mkuu wa wafanyikazi Eliud Owalo kujadiliana kuhusu maandalizi ya mashindano ya CHAN na finali za kombe la bara Afrika mwaka 2027. As a ministry we are now on board, to work on a concept that will see how we are going to manage and maintain our sports facilities across the country. Mazungumzo yao yalihusiana kwa kina ujenzi wa uwanja wa Talanta kwenye barabara ya Ngong, ukarabati wa viwanja vya Kasarani na Nyayo na ujenzi wa shule za michezo kote nchini. Na mtazamaji, 2 dakika zimekatika ndani ya saa moja. Hii ni Kuzacha, na hapo ndipo napotea kikomo kwenye taarifa ambazo tumekuandalia asubuhi hii leo, lakini upande wa pili na muona mwenzangu Rashid Mwamkondo tayari kishachukua nafasi yake. Sehemu inayofuata ni ya mambo bayana, akiwa anazungumza na mgeni katibu mkuu Wizara ya Leba Shadrack Mwadime. Swala nyeti linalozungumziwa hii leo ni kuhusu fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Mtazamaji, na imani kwamba ni mazungumzo ambayo hungependa ya kupita uweze kuelewa ni hatua zipi zilizopigwa kufikia sasa, na iwapo natafuta kazi basi ni vipi utakavyokwenda kupata kazi ile. Kutoka kwangu mimi ni Kamchemenza, niruhusu ni kuage, lakini tufanye vivi hivi tena Ijumaa ijayo na kutakia wikendi njema.